karibu sana. Habari yenu? Salama kabisa. Katibu wetu. Habari yenu? Mheshimiwa. Chengalaoni, Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mwandeti, tunaona viongozi wetu wa chama akiwepo mwenyekiti wa chama wa kata hii ya Mwandeti, nimeona pia katibu, nimeona mwenezi, nimeona viongozi wa mila, wazee wangu, na mwenyekiti wetu wa UWT wa kata hii, wataalamu nimewaona, mwalimu wa sekondari, kina mama nimewaona, mtendaji wetu wa kata, mtendaji wa kijiji, nimeona mwenezi wetu wa wilaya, ndugu yetu Sawa, kushukuru, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wananchi kwa ujumla wa kijiji hiki cha Engalaoni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nichukue nafasi hii kubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutusaidia na kuridhia sisi wote kuwepo hapa. Nimeona ni baridi kali, lakini na mvua, lakini hamkujali. Mkaona ni vyema tuwepo hapa pamoja kusikilizana. Nashukuru sana. Ndugu wananchi, nimekuja hapa kwa kitu kimoja. Nakumbuka nilikuwa nimekuja hapa wakati wa campaign. Nikasema naitwa Dr. Johannes Lembulung Lukumai. Nikasema Lembulung ni nini? Inaitwa, bado mnakumbuka? Dr. Lembulung, ambaye kwa sasa amekwisha apishwa rasmi na kuwa mbunge wa jimbo la Rumeru Magharibi. Kwa hiyo nimekuja hapa kuwashukuru kwa kura nyingi kwangu kama mbunge wenu, lakini pia niwashukuru kwa kura nyingi mlizompa diwani wetu, na zaidi sana kura nyingi kabisa ambazo mlimpa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwandeti, nawashukuru sana kwa kura zenu. Mna uhakika na mnajua nyie ndio mliongoza katika jimbo hili kunipa kura nyingi. Ndio sababu nimeona baada tu ya kuapishwa nije niwashukuru, mwe wa kwanza niwashukuru. Asanteni sana, na niwaambie tuko pamoja, tushirikiane. Tukishirikiana kwa pamoja, na uhakika changamoto zilizopo tutaenda kuzitatua, Bwana Mwenyezi Mungu akitusaidia. Lakini pia niwahakikishie kwamba viongozi wetu wakianza na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapenda na amewekeza katika miradi mikubwa ya kijamii katika jimbo letu la Rumeru Magharibi. Amewekeza kwa maji tu bilioni 16.177. Pamoja na kwamba leo nimekuja kutoa shukurani, lakini pia nimekuja kufuatilia kuhusu mradi mkubwa wa maji katika kijiji hiki cha Engalaoni. Mradi wenye bilioni 1.026. Mradi mkubwa sana wa maji, na nimeandamana na meneja wetu wa maji ambaye baadaye tutampa nafasi ataongea kwa ajili ya mradi wa maji, lakini pia miradi mingine ya Oljoropuzi na Losikito, sana Losikito ambayo ina gharama ya bilioni 2.5. Kwa hiyo mnaweza mkaona jinsi serikali yenu inavyowekeza katika huduma za kijamii ilivyo mkubwa. Na niseme tu kwamba tukiendelea kushirikiana hivi, tukaendelea kuwa na uhakika na kuamini serikali yenu sikivu, maendeleo na changamoto karibu zote zitatatuliwa kwa wakati. Niseme tu kwamba nilisikia changamoto nyingi mkielezea, changamoto ya barabara, changamoto ya maji, changamoto ya umeme, swala la shule
nimesikia yote na nafahamu. Tena mkasahau moja, mkasahau mikopo, alafu mkasahau na mbolea, wakati mnaona mnalima kwamba serikali yenu inawapa ruzuku ya mbegu, inawapa ruzuku ya mbolea. Kwa hiyo nafahamu changamoto za kata ya Mwandet, hususan kijiji cha Engalaoni. Ninachoomba Mheshimiwa Diwani, kukaa na hawa wananchi ni muhimu sana, kusikiliza matatizo yao. Kaa kwenye kamati yako ya maendeleo ya kata ambayo wewe ndio mwenyekiti. Hizi changamoto walizosema hawa wananchi, msikilize moja moja. Hawa wananchi wahitaji chochote, wewe wasikilize tu changamoto zao. Weka vizuri kama hiyo risala mlinisomea sasa hivi. Lete kwenye halmashauri. Mnajua tuna vikao vyetu vya halali. Lakini weka vipaumbele kama ulivyoelezea. Chakata, washirikishi. Leta kwenye vikao vya halmashauri, tutajadili pale. Yatakayoshindikana, ndugu zanguni, tunapeleka mbele. Tumewaambia serikali yenu ni sikivu. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan anawasikiliza wananchi. Tunapeleka mbele. Lakini kuna mambo mengine hayahitaji kwenda kule mbele. Ni kweli au si kweli? Ni utekelezaji tu, watendaji kufanya kazi zao, kuwajibika. Yale yaliyoshindikana makubwa tunapeleka kwa viongozi wetu walioko mbele au juu zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, nawashukuru kwa hilo. Kwa hiyo nimesema kwamba nimekuja leo kuwashukuru, narudia tena, na kufuatilia ule mradi mkubwa wa maji wa Engalaoni. Na nichukue nafasi hii kushukuru sana serikali yetu. Katika hili jimbo letu la Arumeru Magharibi, umewekeza fedha nyingi kama nilivyosema tangu mwanzo. Bilioni ngapi? 16.712. Na kuna miradi 9 mikubwa ya maji katika hili jimbo ambayo serikali yetu imewekeza. Kuna mradi wa Olmulo kule Oljoro, bilioni 4.6. Kuna mradi mkubwa wa Oldonyo Sambu, bilioni 6. Kuna mradi mwingine wa Mungushi, milioni 500. Kuna Ngalaoni ule ambao tunaenda kuzindua, bilioni 1.026. Kuna Elkerin, milioni 292. Kuna Engorora, mradi wa Engorora, milioni 300. Kuna mradi wa Temia Simba na naitwa Kigongoni kule Bwawani kule, nilikuwepo juzi kule, milioni 150. Kuna mradi mkubwa Olkejulenderit na Elkurot, bilioni 1.55. Na kuna mradi mkubwa wa Losikito, milioni 2.5. Kwa hiyo ukichukua hii miradi yote ambayo serikali imewekeza ni bilioni 16.712. Jamani, mpigi makofi. Hiyo ndio serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Huo ni mradi huu moja. Hatujaja afya, hatujaja elimu, hatujaja mikopo, masoko, ni moja tu. Kwa tunabudi kushukuru serikali ambayo inajali watu wake. Sasa kwa serikali ya Tanzania, kwa niaba ya hawa wananchi waliokuja hapa, tunashukuru sana kwa uwekezaji huo mkubwa. Lakini naomba kitu kimoja kwa serikali, miradi sasa hii ambayo bado imaliziwe. Mlisikia waziri mkuu alipotembelea wilaya ya Arumeru Magharibi, alisema kuna hii miradi na kuna mingine itafanya nini? Itaanzishwa. Kwa upande wa miradi ya maji, tunashukuru kuanzia miradi mingine, lakini tungeomba serikali imalizie kwanza miradi ambayo ipo inaendelea. Miradi yote 9 ya maji. Lakini ombi kubwa sasa hivi, nilikuwa naomba serikali imalizie mradi wa Olmulo, mradi mkubwa sana ambayo imebaki bilioni 1.3, ili mkandarasi apate hela, mradi huu uisha haraka, wananchi wapate maji wa eneo lile la Oljoro Olmulo. Lakini kuna huu mradi mkubwa bilioni 6 wa Oldonyo Sambu. Wale wananchi mnasikia miaka yote wanateseka na maji yenye madini ya nini? Fluoride, ambayo inaharibu mifupa. Tunaomba serikali itoe hata kiasi kidogo au kikubwa cha bilioni 3 ili mkandarasi aanze kazi mara moja, wale wananchi waondokane na maji yenye madini ya fluoride, nao waweze kufurahia maji salama katika maeneo yao. Kwa hiyo ndio ombi langu kwa serikali,
kwa hivi sasa pamoja na mambo mengine, lakini hiyo miradi miwili mikubwa ya Oldonyo Sambu na Olmulo naomba msaidiwe tupate hela zilizobaki ili mkandarasi aweze kuendelea kufanya kazi kwa haraka sana. Miradi mingine kama niliyosema hiyo Ngalaoni itaisha tarehe 30 mwezi wa 3 kwa sababu ya kuchelewa kwa hela. Ni pamoja na ule mradi wa Losikito ambao ni bilioni 2.5. Na unatarajia mwezi wa 3 tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2026 mradi huo utakamilika. Iwapo fedha zitatoka kwa wakati na mkandarasi kuanza kazi. Niendelee kushukuru wananchi kwa moyo huu mlioonyesha na baridi hii ya leo kwa kujitokeza. Niwashukuru pia kwa kunisitiri kwa hii nguo, manake leo huwa sitetemeki, lakini nataka kutetemeka, ila baada ya kuwaona nikapata joto. Nikaona wananchi wamenipa kura, akina mama hawa wote, yani na raha ambayo siwezi kuelezea. Nawashukuru, tushirikiane. Na la mwisho kabisa, nitaomba baadaye engineer uongee kidogo, na kama kuna mwananchi atauliza swali, lakini aeleze kidogo kinachotakiwa, kwamba baada ya mradi wa maji kukamilika, ni sisi wananchi wajibu wetu ni nini. Mhandisi wetu atatueleza wa maji. Karibu na hizi mamlaka. Asante sana mheshimiwa diwani. Diwani anajua kuomba miradi. Diwani makini huyu wa